Kwa majina naitwa Doto Msawa, ni diwani wa kata ya Kigamboni. Pengine katika miaka yako mitano, ni jambo gani pengine au ni sehemu gani ambao unasema hapa nikipewa ridhaa miaka mingine mitano naenda kuikamilisha? Wewe unakuwa unaijua vizuri zaidi Kigamboni kuliko mpya ambaye hajaijua, hajakuwepo katika system ya uongozi. Kama nitafanikiwa kurudi Kigamboni, ni kuhakikisha sasa hivi kwamba Kigamboni, mtu yoyote wa Kigamboni anapotoka nyumbani kwake hakanyagi barabara ya vumbi. Yaani ni moja kwa moja yeye ni lami tu na mifereji ya maji, ambapo ndo vitu vingi nimevifuatilizia, na na barabara nyingi na miradi mingi ambayo ninaijua kwamba nikipata kitamacha cha safari hii ninahakikisha mwananchi wa Kigamboni anakitoka nyumbani kwake anakanyaga lami mpaka anafika anapokwenda, na mifereji ya maji yote, maji machafu kutoka majumbani kupeleka baharini. Ni diwani ambaye nimetekeleza ndani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya kata ya Kigamboni kwa muda wa miaka mitano sasa hivi, na nashukuru Mwenyezi Mungu amenijalia katika miaka yangu mitano amenipa afya na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi bila matatizo aina yoyote. Na pia namshukuru sana rais wangu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kunipa miradi mingi sana kata ya Kigamboni, hasa upande wa barabara na upande wa elimu. Toka ameingia Mama Samia Suluhu katika madaraka yake rais wa awamu ya 6, ameweza kuniletea barabara za lami zaidi ya kilomita 12, ambapo Kigamboni toka dunia imeanzishwa hatujawahi kuwa na barabara za lami, lakini toka alipoingia Daktari Mama Samia Suluhu Hassan aliangalia kwa upeo mkubwa sana kata ya Kigamboni na kuweza kunipa miradi ya lami ya kutosha. Mpaka sasa hivi lami ukifika kwenye kata ya Kigamboni zinatengenezwa, na bado DMDP kama ninavyoongea leo tayari nao wako saiti ambao wanaojenga barabara ya lami wa kilomita 15 kwa kilomita 5. Kwa hiyo Mama Samia pia amefanya maisha ya wananchi wa Kigamboni kuwa ya ghali kwa sasa hivi kimapato, kwa sababu zamani walikuwa wanafikia mpaka kuuza nyumba zao milioni 25, 30, lakini Kigamboni leo ukitaka kuipata nyumba lazima uipate zaidi ya milioni 500 na kuendelea. Kwa hiyo imefanya value ya Kigamboni imepanda sana baada ya barabara. Pia ameweza kupata hela, kutupa hela sisi kwa ajili ya ujenzi wa shule za gorofa kabisa. Gorofa ambaye kama ukiangalia shule ya sekondari Paul Makonda Secondary School ambaye inaendelea kujengwa form 4, form 1 mpaka form 4, na Mwenyezi Mungu akijalia itaenda form 5, form 6, yote ni Mama Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia kwenye upande wa elimu za shule za msingi pia amefanya mambo mengi sana, kama sasa hivi katika shule ya msingi Raleo tunajenga gorofa kwa ajili ya shule ya msingi Raleo. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mama Samia Suluhu na kishukuru chama changu cha Mapinduzi, na ninashukuru pia wananchi wa Kigamboni kwa kufanya nao kazi kwa muda wa miaka mitano vizuri sana na bila matatizo. Mimi ni binadamu, sijakamilika. Kama kuna mtu nilimkosea, ninaomba samahani, lakini ninawaomba sana wananchi wa Kigamboni, ninaomba sana Watanzania waniombee heri. Mwenyezi Mungu akijalia nitachukua fomu, kama nitashinda nitarudi, lakini kama Mwenyezi Mungu atakataa, ninawaambia kila laheri, naombea manufaa na Mungu ajalie. Asanteni sana. Pengine katika miaka yako mitano, ni jambo gani pengine au ni sehemu gani ambao unasema hapa nikipewa ridhaa miaka mingine mitano naenda kuikamilisha? Wewe unakuwa unaijua vizuri zaidi Kigamboni kuliko mpya ambaye hajaijua, hajakuwepo katika system ya uongozi. Kama nitafanikiwa kurudi Kigamboni, ni kuhakikisha sasa hivi kwamba Kigamboni, mtu yoyote wa Kigamboni anapotoka nyumbani kwake hakanyagi barabara ya vumbi. Yaani ni moja kwa moja yeye ni lami tu na mifereji ya maji, ambapo ndo vitu vingi nimevifuatilizia, na na barabara nyingi na miradi mingi ambayo ninaijua kwamba nikipata kitamacha cha safari hii ninahakikisha mwananchi wa Kigamboni anakitoka nyumbani kwake anakanyaga lami mpaka anafika anapokwenda, na mifereji ya maji yote, maji machafu kutoka majumbani kupeleka baharini. La kwanza nawashukuru madiwani wangu ambao wamemaliza muda wao, kwa maana wanamaliza muda wao kesho. Wamefanya kazi nzuri sana ya kusimamia manispaa. Miradi mingi ya maendeleo imeletwa na wameisimamia, imefanyika. Pana ujenzi wa shule, ujenzi wa madarasa, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa zahanati na ununuzi wa madawati. Mambo hayo wameyasimamia vizuri, lakini pia wamesimamia vizuri upatikanaji wa mapato. Walikuta manispaa inakusanya mapato chini ya bilioni 30
lakini wanaondoka sasa manispaa ikiwa imekusanya zaidi ya bilioni 55. Ni mafanikio makubwa sana ambayo wamefanya. Sisi tunawaombea, kwa maana ya mchakato wa uchaguzi unaenda kuanza upya. Wanachama wetu ndio wataamua kama warudi au wasirudi, lakini kwa sisi tumeona wamefanya kazi nzuri sana. Ndio matarajio ya Chama cha Mapinduzi. Matarajio yetu sisi kwa mkurugenzi, wakuu wa idara na vitengo na taasisi mbalimbali kuendelea kutekeleza majukumu yao, pamoja na kwamba baraza la madiwani litakuwa limevunjwa, lakini chama chenye ilani kipo. Tutaendelea kusimamia ilani yetu na wao waendelee kutekeleza majukumu yao ili wamalize kero za wananchi kabla ya Oktoba. Tunapoenda Oktoba, tunataka wananchi watupigie kula kwa kuangalia tulichokifanya. Tumefanya mambo mengi makubwa mazuri, na rais wetu katuheshimisha sana. Wilaya ya Kigamboni katupendelea, katuletea fedha nyingi, katuletea miradi mingi sana. Lakini katusaidia sana kwenye ilani yetu ya 2015, tuliahidi barabara ya Kibada Mwasonga Kimbiji. Miaka 5 ikaisha hatujajenga. Lakini kwenye ilani yetu ya 2025 tuliahidi, lakini kwa miaka 3 ya mwanzo barabara haijajengwa. Lakini kipindi cha mama katafuta fedha, kalipa wakandarasi wako saiti, barabara ile inajengwa. Na kipindi cha mvua, kama sasa hivi mvua zimenyesha sana, barabara ingekuwa bado haijaanza ujenzi, ingekuwa changamoto kubwa sana, na tungeshindwa kujieleza kwa wananchi wa kata ya Kibada, wa kata ya Kisarawetu na kata ya Kimbiji pamoja na Pemba Mnazi kule Tundu. Lakini barabara ile inajengwa, na naamini mpaka mwezi wa 10 itakuwa imefika kwenye hatua kubwa sana, na wananchi tayari wameshatuhakikishia kwamba kura za rais kule watapiga kwa 100%, kura za mbunge watapiga kwa 100%, na kura za madiwani wa kata zote ambao tutawateua kama chama watachaguliwa kwa kura nyingi.